Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mwelekeo wa chama cha ODM na mustakabali wa siasa za upinzani nchini huenda ukabadilika KTN ikibaini kufanyika kwa mikutano ya siri kati ya uongozi wa ODM na chama tawala cha UDA. Inadaiwa kuwa Rais William Ruto alikutana kwa faragha na viongozi wakuu wa ODM katika eneo la Transmara siku ya Krismasi, kwenye mazungumzo ambayo wadadisi wanasema yalilenga kudhoofisha ODM kutoka ndani na hatimaye kuvuka chama hicho kuingia kwenye UDA kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mwandishi wetu Haman Kamariki na taarifa hiyo kwa kina. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ndani ya ODM na serikalini, mkutano huo wa takriban saa 2 uliwahusisha viongozi wachache walioteuliwa kimkakati kutoka chama cha ODM. Miongoni mwa waliohudhuria ni kiongozi wa chama Oburu Odinga, Waziri Wycliffe Wambetsa Oparanya, Waziri Opiyo Wandayi, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, pamoja na gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir. Hata hivyo, viongozi kadhaa maarufu wa ODM hawakuwepo kwenye mkutano huo. Hao ni pamoja na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, Winnie Odinga, naibu kiongozi wa chama Godfrey Osoti, pamoja na gavana wa Siaya James Orengo. Hawa ni viongozi ambao kwa muda wamekuwa wakipinga waziwazi ushirikiano wa karibu kati ya ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Vyanzo vinasema hatima yao kisiasa ilijadiliwa. Na wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a boardroom. Baba alituambia tukiwa wote ya kwamba we must keep the identity of this party called ODM as a separate entity from any other. Vyanzo viliozungumza kwa siri na KTN kwa masharti ya kutotajwa majina vinasema mkutano huo haukuwa mazungumzo ya ushirikiano wa kawaida, bali ulikuwa sehemu ya mpango uliopangwa kwa makini wa kuvunja ODM kama chama huru cha kisiasa. Zamani nilikuwa nasikia wakisema ODM, unasema mko tayari. Kweli mko tayari ama mko tayari nyinyi? ODM. Inadaiwa kuwa mpango huo unahusisha kufadhili chaguzi za dharura za chama katika ngazi ya mashinani na kitaifa, kuchaguliwa kwa uongozi unaoonekana kuwa tayari kushirikiana, kisha kuitisha mkutano mkuu wa kitaifa wa wajumbe ili kuidhinisha muungano rasmi na UDA kufikia Machi mwaka ujao. Na sisi UDA na Kenya Kwanza tuko tayari. Kwa hivyo tujipange, tuunde serikali, tupeleke Kenya first world. Iwapo mpango huo utafanikiwa, basi idadi ya wafuasi wa ODM itaelekezwa moja kwa moja katika mkakati wa Rais Ruto kutafuta muhula wa pili mwaka 2027. Vyanzo hivyo vinadai kuwa kuna pesa zilizotolewa wakati wa mkutano huo. Hata hivyo, katika ukanda wa Pwani, naibu kiongozi wa ODM Abdulswamad Nasir amethibitisha hadharani kuwa chama hicho kinazingatia uwezekano wa mazungumzo rasmi ya kisiasa na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Agenda iwe ni kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya ubana na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA, tukubaliane. Kadri safari ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 inavyozidi kunoga, mapambano ya kuamua hatima ya ODM yanaonekana kuanza rasmi, yakizua maswali mazito kuhusu iwapo chama hicho kitaendelea kusalia katika upinzani au kitaangushwa taratibu kutoka ndani. Haman Kamariki, KTN. Kwingineko, wa mtazamaji, msako mkali unaendelea katika Ziwa Victoria.